Inaweza kukushtua lakini si kitu cha kushangaa, hasa kwenye mpira wa miguu. Katika michuano ya CAF Champions League ya msimu huu imekuwa ni michuano migumu sana na imekuwa ikitoa matokeo ya ajabu sana. Hii tunaenda moja kwa moja kwenye kundi la wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya klabu ya Esperance de Tunis ambao hao ndo wanaonekana vigogo kwenye hilo kundi wameweza kutoa sare na timu ambayo inaonekana hao ndo kibonde kwenye kundi, tena Esperance de Tunis wakiwa wapo nyumbani nchini Tunisia. Hii inaakisi nini, lakini pia imetengeneza nini kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao malengo yao ni kufika nusu finali ya CAF Champions League? Kocha amezungumza lake, lakini Joshua Buda Mutale amezungumza lake, lakini kubwa zaidi ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba tupo nacho hapa baada ya kushuhudia mazoezi ambayo waliyafanya katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwanza kabisa subscribe Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Sasa twende sambamba ni kujuze wapinzani wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana Petro de Luanda ni timu ya aina gani, lakini pia Simba wataingia vipi kwenda kwa kabili na mwisho wa siku waweze kupata pointi 3 ili kuweka vyema kwenye kundi lao. Wakipata pointi 3 basi wao wanaenda kuongoza kundi, kwa sababu hao wengine watakuwa na pointi moja na huyu ambaye atamfunga atakuwa na pointi 0. Simba lazima ishinde mchezo wake dhidi ya Petro de Luanda pale katika dimba la Benjamin Mkapa, kwa sababu kwenye michuano ya CAF ushindi wa nyumbani ni muhimu sana. Stade Malien amechukua alama 1 pale Tunisia. Hii itamfanya ajiamini zaidi katika mchezo ujao dhidi ya Simba Sports Club, kwa sababu akishinda mchezo huo atafikisha alama 4 na kujiweka kwenye nafasi nzuri. Matokeo aliyopata Esperance de Tunis nyumbani yanaonyesha jinsi gani michuano ya CAF Champions League imekuwa migumu kwa msimu huu. Kama Simba atashinda mchezo wa leo, atakuwa na uhakika kupata alama 3. Mchezo ujao atacheza na Stade Malien. Kama kimfunga atakuwa na uhakika wa kupata alama 6. Wakati huo Esperance de Tunis atakuwa tayari ameshapata alama 1. Ni ngumu sana kuweza kupoteza mchezo ujao, kwa sababu huu ni giant. Kama akifanya vizuri mchezo ujao akamfunga Petro de Luanda, atakuwa ana alama 4. Wakati huo Petro atakuwa ana alama 0 na Stade Malien atakuwa na alama 1. Kwa hiyo wataenda break ya kupisha michuano ya AFCON, alafu watarudi kumalizia. Kwa hiyo kama Simba atakuwa amechukua pointi 6, hao wengine watakuwa namrahisishia yeye, kwa sababu hao wenyewe watakuwa wakifungana na kuombeana mabalako. Watakachokuwa nakifanya yeye ni kushinda tu michezo ya nyumbani kwa kupata hii advantage. Kwa hiyo sare ya Esperance de Tunis kwa Simba imekuwa na faida kubwa sana, kwa sababu pia inamuongezea pressure Petro de Luanda, kwa sababu mchezo ujao anaenda kucheza na mtu ambaye amepoteza. Kwa hiyo unaweza ukaona, lakini nipo na maneno hapa ambayo ameyazungumza kocha mkuu, kwa maana Suleiman Matola kuhusiana na mchezo husika na nini ambacho yeye anakiona kwenye mchezo huo baada ya kukaa na wachezaji wake. Yeye anasema hivi: maandalizi yamekwenda vizuri sana. Michuano ya ligi ya mabingwa hakuna mechi rahisi. Tumeuchukua mchezo huu kwa ukubwa sana. Malengo yetu ni kwenda hatua inayofuata, kwa maana wamewastadi vizuri wapinzani wao na wanaamini watakuwa na mchezo mzuri hapo baadaye dhidi ya Petro de Luanda. Lakini mchezaji ambaye amewakilisha wenzie, kwa maana Joshua Buda Mutale, yeye amesema kwamba wachezaji wote wako tayari, ukizingatia mchezo huo ni mchezo wa kwanza wa hatua hii. Hivyo ni muhimu kuanza kwa ushindi, sababu ukishinda inakupa mwelekeo na unakufanya wewe pia uweze kujiandaa vizuri ama kujipanga vizuri kufanya vizuri katika mechi zijazo. Kwa hiyo unaweza kaona klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Lakini ripoti ya daktari mpaka hivi sasa wachezaji ambao ni injury ni wachezaji wawili ambao ni kipa Musa Pinpin Kamara, lakini pia beki Abdrazak Hamza. Walobaki wote wapo vizuri. Taarifa njema ni urejeo wa Mohamed Bajabil, amepona na nadhani mnamuona hapo akiwa anafanya mazoezi. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba Simba wamejipanga vilivyo kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezo huu dhidi ya Petro de Luanda. Sasa pasi na kupoteza muda, twende moja kwa moja nikujuze na nikufahamishe kikosi
ambacho anaenda kuanza nacho kocha Dimitar Pantev na manager Dimitar Pantev, na kubwa zaidi anaingia na mfumo wa 4-3-3 kuhakikisha kwamba anapata ushindi, lakini pia anazuia asiweze kupoteza, kwa sababu ukipoteza nyumbani kwanza una lose confidence, lakini pia unafanya kundi kuwa gumu sana. Heli upate walau hata ushindi wa goli moja kama mambo yatakuwa magumu, lakini kupoteza mambo yanazidi kuwa magumu, kama vile ambavyo imetokea kwa klabu ya Esperance de Tunis. Sasa tuende moja kwa moja kuangalia kikosi. Golini anakaa Yakub Suleiman baada ya kukosekana kwa kipa namba 1 kwa maana Musa Pinpin Kamara, lakini fullback ya kulia Shomari Kapombe ataendelea kukaa kwenye eneo hilo kwa sababu bado ana energy ya kutosha, experience, lakini pia anajua ni namna gani wanaweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Lakini fullback namba 3 ni Anthony Mligo kwa sababu bado ni mchezaji bora sana kwenye eneo hilo, physical amekuwa vizuri, kwa hiyo ataenda kukaa kwenye eneo la fullback namba 3. Lakini beki namba 4 na namba 5 kama kawaida mwalimu atarudi na Rushin Dirok kwenye eneo la namba 5, lakini kwenye namba 4 safari hii mwalimu ataingia na Shamu Karabwa kwa sababu ameangalia wachezaji wa Petro de Luanda, ni wachezaji ambao wana vimo virefu sana, kwa hiyo kwenye mipira set pieces inaweza ikaleta changamoto, hasa mipira ya kona na mipira ya faulo. Kwa hiyo mwalimu akaona ingia na Shamu Karabwa kwa sababu kimo chake kinaweza kikasaidia kupunguza hatari hiyo. Kwa hiyo mwalimu ataingia na Shamu Karabwa, lakini pia sio mchezaji mbaya kwa sababu tayari kuna makubwa ambayo ameyafanya katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini viungo watatu, mwalimu kwenye eneo la namba 6 ataingia na Nabi Kamara. Tunajua ubora wake, ni kiungo mnyumburifu, lakini amekuwa akifanya vizuri kwenye eneo hilo. Lakini kiungo wa kulia atakaa Alassane Maodo Kante, kwa sababu kumekuwa na faida pia na kwa kama double pivot, kwa sababu kuna wakati naye anaweza karudi kucheza kama namba 6 na kuna muda anaweza karudi kucheza kama namba 8. Na kiungo wa pembeni mwingine kwa maana upande wa kushoto mwalimu anaingia na Morris Abraham. Nadhani kitu ambacho wengi mnatamani kukiona. Kwa hiyo utatu wakati ni Alassane Maodo Kante, Morris Abraham pamoja na Nabi Kamara. Lakini ukija juu viungo wa shambuliaji namba 9 ni Jonathan Soa kwenye eneo hilo, alafu winga ya kulia ni Eli Mpanzu Kibisawala, na winga ya kushoto mwalimu anaingia na Joshua Budo Mutale. Watu wanajiuliza kwa nini asianze na Jean Shaza aingie na Mutale. Tangu manager Dimitar Pantev anapewa timu ya Simba, Joshua Mutale amekuwa akipata nafasi na amekuwa akiitumia vyema sana, lakini Jean Shaza kuna namna fulani kama ame switch off hivi, yani kiwango chake kama kinaonyesha kupungua hivi. Kwa hiyo mwalimu ataingia naye. Lakini pia moja ya faida ambayo anao Dimitar Pantev ni kocha ambaye anatamani sana mchezaji atumie energy yake yote ili pale ambapo akiona amechoka basi abadilisha. Lakini pia ni aina ya kocha ambaye anatamani pia nje kuwe na game changer, kwa maana nje kuwe na nguvu ya ziada. Tumeona kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania mchezo ulivyokuwa na alivyomaliza, kwa hiyo ni kawaida. Unaweza ukaona kwenye vikosi vyake vingi wachezaji wazuri mara nyingi sana wengine wanakaga nje. Tumeona hata kwenye mchezo wao dhidi ya Nsingizini Hotspurs namna gani ambavyo wamecheza. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walistahili kuanza lakini yeye aliwaeka nje, akaingia na Force 9 ambaye alicheza ni Joshua Budo Mutale. Kuna namna fulani Mutale anamuofa vitu vingi sana kocha, kwa hiyo hiyo ndo sababu ya yeye kuweza kuanza nao. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo kikosi kinaenda kuanza cha manager Dimitar Pantev dhidi ya Petro de Luanda. Lakini tulikuwa tukipoa nguvu na Bati Quality. Hawa ni mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati. Wana aina nyingi ya mabati, yale ya mgongo mpana, mgongo mwembamba, yale ya mfano wa vigae, lakini yale ya matilio ya chenga. Ukiagiza bati na Bati Quality, misumali na usafiri kwao ni bure kabisa. Wasiliana nao kwa namba ambayo unaiona hapo chini ili nayo miongoni mwa wale ambao wamewezeka nyumba zao na Bati Quality. Wanalanti zaidi ya miaka 10. Lakini pia wewe unaona nafasi ya kutangaza biashara yako na Off Pitch TV, tucheki kwa namba ya simu ambayo unaiona hapo kwa maana 0711659593. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Hii ni Off Pitch TV, nami ni Yusuf Katambula.